Ni Juni 3 mwaka 2025, msikilizaji na mtazamaji wa MTV1 online mahali popote pale ulipo, tukikutangazia kutoka mjini Goma, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hujambo na karibu katika taarifa yetu ya habari. Taarifa kuu hii leo ni wanafunzi wa shule za sekondari kuendelea na mitihani yao ya serikali kwa siku ya pili mfululizo. Tukiona huko kwenye Bahema Banywaji ambapo hiyo mtihani vile ilikuwa ikiendeshwa, kunapatikana wanafunzi karibu 2,085. Mtihani hiyo imefika, kwani walikuwa wamekosa pesa ya kulipa kwa ajili ya kuweza kupitisha hiyo mtihani. Na Rais mstaafu Joseph Kabila ameendelea kuwasikiliza wakazi wa Goma kuhusu amani na usalama. Tulikuya hapa paske tulifuata discours ya rais. Discours yake iko anaita mtu wowote mwenye iko anime na ile esprit ya kimya, esprit ya paix. Basi njo maana tusema no, hii discours inatufurahisha sana. Iko discours modele ya discours ya Lumumba. Msikilizaji na mtazamaji wa MTV1 online, ni hayo tu kwa siku ya leo tuliokuandalia. Karibu. Baada ya kuanza hapo jana Jumatatu ya Juni 2, 2025, mitihani ya shule kwa watoto wa sekondari yani mwaka wa 6 yameendelea kote DRC, eneo la waasi kama vile eneo linalodhibitiwa na serikali. Constantine Sambagarwa yuko mjini Bunia mkoani Ituri, ametuandalia ripoti ifuatayo. Ndio, hapa Ituri tutaweza kufahamu ya kwamba ni wanafunzi karibu 18,000 ndio ambao wameendesha hiyo mtihani ya kumaliza shule ya sekondari hapa jimboni Ituri, na kati yao kunapatikana wasichana 119. Mitihani inaendeleaje kwenye miji na vijiji? Mtihani imeendelea mzuri kwa sasa, mtihani imeendelea mzuri, ila kuna eneo fulani ambapo wanafunzi hawakupata namna ya kuweza kupitisha mtihani yao, kama vile huko ambapo waasi wa CRP na Zaire waliweza kupigana kupitia jeshi ya FARDC. Msemaji anasema kwamba CRP iliweza kushambulia wenzao wa Zaire huko Nizi, ambapo watu 7 waliuliwa kwa risasi. Ni katika mtaa ya Jugu ambapo shambulizi iliweza kuendeshwa kati ya jeshi FARDC na hiyo gundi ya CRP. Na mtihani wenyewe unaendeleaje ukilinganisha na hali ya kiusalama pamoja na matatizo mengi ambayo wamepitia wakazi na tatizo la malipo ya shule, ya karo ya shule? Hapa mtaani Jugu ni hiyo hali ambayo imeendelea tu kuonekana, ukosefu wa usalama. Alafu huko Jugu ambapo tukiona hali nyingine imekuwa ikiendelea, kunapatikana wanafunzi karibu 2,985 ndio wameendesha mtihani ambapo imefanyikwa huko. Alafu watu wengi wameona hiyo usalama ambayo imekuwa ikizorota sana huko. Imeonekana ya kwamba viongozi hawataki kabisa kuona wale wanaobeba silaha kwenda na kushambulia ama na kuharibu usalama. Tunasikia kwamba vile vile bado mapigano yanaendelea. Ndio, mapigano imeendelea ni tangu mwisho wa mwezi iliyopita na mwanzo wa mwezi huu. Ndio huko kwenye mtaani Jugu kando ya Ziwa Albert, huko kwenye vijiji ya Kafe, Nyamamba, Jo, waasi wa CRP waliweza kupigana na wa jeshi FARDC, na kwa sasa duru za usalama zimeripoti ya kwamba waasi wa CRP 14 waliweza kufariki ndani ya mapambano na silaha zao ziliweza kuchukuliwa na jeshi FARDC, na wengi wao wameumia na wamepatikana kwenye vituo vya afya mbalimbali. Na kupitia tu na hiyo, waasi wengi wa CRP walikimbia kwenye kambi ya wakimbizi ya Nyamusasi huko Chomia, na hiyo imeleta hofu kwa watu, kwani kuona mtu ambaye amebeba silaha amekimbia kwenye kambi ya wakimbizi, hiyo kabisa hailete
hailete sura mzuri. Na huko wilayani Beni nako mitihani imeendelea, japo hofu kwenye vijiji ambavyo hushambuliwa mara kwa mara, lakini sehemu kubwa ikiwa imepata usalama kutokana na operesheni za muungano wa UPDG na FARDC. Kombi Basio ni mkazi wa Beni. Ndani ya teritoria yetu ya Beni au wilayani Beni, sisi kama wakulima kwa sasa kwa muda mchache tu tunaishi kwanza vizuri, lakini yenyewe nitaweza kukuelezea wanafunzi wetu au watoto wetu wanaoenda shuleni kwa mitaani ya mwisho hivi waweze kupata vyeti vyao vya mwaka wa 6. Hao watoto wanaenda vizuri na wanafanya mambo mazuri, na ninaamini ya kwamba watamaliza vizuri. Na hii mitihani mnaionaje? Sisi wazazi tulijitahidi hata ndani ya magumu mbalimbali tuweze kuwalipia. Tunaleta shukrani kubwa sana kwa ajili ya government inayokubali kuweza kuwalipia mambo mbalimbali iliyohusu sisi kuweza kuwalipia ndani ya kuweza kufanya hiyo mitihani. Lakini wakati government inakubali hiyo, inatupatia tena usalama ndani ya moyo. Lakini kitu kikubwa sana kwa ngambo ya usalama kwa muda mchache tu, muda mwezi moja au mwezi moja na nusu, hakuna chochote cha vibaya vinayopatikana huko kwetu. Lakini tunaishi kwa hali ya kuweza kuwazia saa zingine kunaweza kuwa mambo mengine kesho. Lakini kwa leo tunaomba Mungu atusaidie watoto wetu wamalize mitihani yao katika usalama. Hali ya kiusalama kwa wakulima kwa jumla ikoje wilayani Beni? Ndani ya mugini wetu wa Wicha hakuna shida hata moja kwa wakati hii. Tangu walianja mitihani juzi au jana na mpaka leo tuko ndani ya usalama. Tunahitaji Mungu atusaidie mpaka siku ya mwisho na wiki unamaliza mitihani yao katika usalama. Wakulima wanachokihitaji ni nini? Yaani bwana journaliste, ujue ya kwamba huko kwetu government yetu itusaidie kwa kuweza kuendelesha huu usalama udumu mpaka mwisho, kwa sababu usalama ukiwa huko, sisi kama wakulima tutaishi vizuri na tutaweza kuleta vitu vizuri katika government yetu, kwa sababu mkulima ndiye nguzo kubwa sana ya kuleta vitu vizuri ndani ya government. Na mtu kitoka upande wa shule tunarudi Goma ambako Rais mstaafu Joseph Kabila ameendelea na juhudi za kuwasikiliza wakazi wa maeneo mbalimbali kuhusu usalama na mzozo wa mara kwa mara, akiahidi heshima, promesse akiwa mmoja wao kutoka University mjini Goma. Mimi kwa majina wananiita Ahadi Heshima Promesse. Niko porte-parole wa waitidia wa Université Catholique la Saint-Pierre de Goma. Walitualika hapa leo ili tuje tukamsikie rais wetu ambaye alikuwa rais mwaka za nyuma, Joseph Kabila. Ila rais wetu alituambia kwa leo kama alikuja kutusikia. Hakukuja tu kutusikia, lakini alikuja osi kutuona. Ndio maana tuliongea naye leo hivi. Kwa leo sasa tulionana naye akatuambia jinsi atatusaidia ili amani irudi. Hasa na sie wa jeune tulikuya hapa, tulikuya osi kurepresenter wenzetu wa jeune hapa muvile ya Goma. Sisi pendekezo letu ambayo tulimumpa, tulimwambia atusaidie kwa ajili ya amani irudi, amani irejee kwetu. Namna wana diaspora nao wakitoka Ulaya hadi Goma kukutana na Joseph Kabila, kama ambavyo anaeleza Mariam Sengi anaishi Uholanzi, amekuwa katika timu iliyokutana na Joseph Kabila. Tulikuya hapa paske tulifuata discours ya rais. Discours yake iko anaita mtu wowote mwenye iko anime na ile esprit ya kimya, esprit ya paix. Basi njo maana tusema no, hii discours inatufurahisha sana. Iko discours modele ya discours ya Lumumba. Iko discours ya modele ya Mzee Laurent Desire Kabila. Basi kuile sirsonjo tulipata namuna ya kufika Goma, tukuye tumwambie rais Joseph Kabila ke voilà tuko natafuta keno mtu mwenye anaweza kubeba ile flambeau Lumumba aliachaka, aibebe aende naye mbele kukomboa inji. Paske niyo wote munajua keno inji imekufa. Kinshasa imezama ndani ya mai, ndani ya poto. Hakuna namuna ya kuishi. Basi hapa Goma mimi nafika na shangala namuna mimi naona iko propre. Vraiment félicitations les Gomatraciens. Parce que yenye munafanya hapa haiko Kinshasa. Basi tulitoka Bulaya tulifika hapa kusema no
presence yetu inaweza saa ingine kumsutenir raisi aende mbele, aende na flambeau ile juu ya liberation, parce que yeye ndani ya discours yake alisema maneno ya 12 points, mimi nasema 12 piliers ou 12 quoi, mais ya kwanza iko kutosha dictature, parce que ku niveau ya Kinshasa ni bote munaona keno gouvernance yenye iko kule iko tu ya dictature. Ukapenda kusema hivi bana kukamata, na mimi hapa niko nasema kama mimi napika kutia nini mgulo wangu Kinshasa batani kamata. Basi c'est pour cela que tulikuya kumuletea nguvu kusema papa uko mwenyewe ulikuwa mbele pale, ulijua vile inji ilikuwa mbele, me sasa inji imekufa, tuko na besoin ya mtu mwenyewe anaweza kamata guidance kutulibere. Wakazi kwa ujumla wameomba amani na usalama ili kurudi kwenye mashamba yao na kuomba waasi wa M23 kuwapunguzia kodi kwani hawana mapato. Msikilizaji na mtazamaji wa MTV1, tuhitimishe taarifa zetu kutoka huko Tanzania ambako serikali ya Tanzania imeahidi kuendelea kuboresha miundombinu ya usafiri na usafirishaji wa abiria na mizigo katika ziwa Tanganyika, ziwa ambalo linaunganisha nchi za Kongo, Burundi, Zambia pamoja na Tanzania. Lengo likiwa ni kujenga meli mpya yenye uwezo wa kubeba tani 3,500 na kukarabati meli zile kongwe ikiwemo MV Liemba na MT Sangala ili kuweza kuimarisha uchumi wa nchi, lakini pia na mataifa hayo ambayo yanapakana na ziwa Tanganyika kwa maana ya Kongo, lakini Burundi pamoja na Zambia. Hayo yameelezwa bungeni jijini Dodoma na naibu waziri wa uchukuzi wa Tanzania David Kenzile wakati akijibu maswali ya wabunge wakati akijibu maswali ya wabunge katika mkutano wa 19 wa kikao cha bunge la Tanzania. Serikali inatambua changamoto ya usafiri iliyopo katika ziwa Tanganyika. Katika kupata ufumbuzi wa changamoto hii, hatua zifuatazo zimechukuliwa. Serikali inaendelea na ukarabati wa meli ya MT Sangara na imeanza kufanya kazi Mei 21, 2025. Serikali inaendelea na ukarabati wa MV Liemba katika ziwa Tanganyika ambapo ukarabati wake umefikia 15%. Serikali isaini mkataba na kampuni ya Songoro Marine kwa ajili ya ukarabati wa meli ya MV Mwongozo. Hivi ninavyozungumza tumesaini mikataba kama miwili mitatu. Kwa kwanza ni wa kujenga meli kubwa. Meli hii itakaojengwa itakuwa ndio meli kubwa kuliko meli zote ambazo zinajengwa sasa hivi katika maziwa makuu yote nchini. Hiyo inajengwa ziwa Tanganyika. Na kama haitoshi tunakwenda kujenga meli nyingine ya tani 400 na tutakabla pia na abiria 600. Yote itajengwa ziwa Tanganyika. Amesema katika kuhakikisha ziwa Tanganyika linachangia ukuaji wa uchumi nchini, serikali haina budi kujenga meli za kisasa ili kuwe na urahisi kwa wananchi wa mkoa wa Kigoma kufanya biashara na nchi jirani za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na Burundi. Wakati huo amesema serikali inaendelea na mikakati ya kuboresha bandari za ziwa Tanganyika ili wananchi waishio mwambao wa ziwa hilo waweze kunufaika na ziwa, lakini waweze kunufaika na ziwa kupitia biashara. Kwamba kutokana na umuhimu mkubwa wa ziwa Tanganyika, serikali imekwisha saini makubaliano kati ya serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na serikali ya Kongo ili kuhakikisha kwamba bandari zilizopo katika mwambao wa ziwa Tanganyika zinakamilika, zinaboreshwa na kukamilika. Na tayari katika hatua za awali wenzetu wa Kongo wamekwisha saini mkataba pamoja na kampuni moja ya Kichina ambayo imekwisha anza kujenga bandari ya Kalemi, New Kalemi Port. Bandari hiyo wenzetu hao wanafanya kazi hiyo sambamba na kujenga barabara ya lami kutoka pale Kalemi mpaka Manono kwa ajili ya ambako wanakusanya madini mbalimbali ikiwa pamoja na lithium. Tayari tupo kwenye hatua za upembuzi yakinifu kushikiana na wenzetu kutazama fursa zilizopo kwenye bandari ya Moba. Lakini upande wa kwetu tayari tulishakamilisha ujenzi wa bandari kama Kasanga, Kalema, zingine ambazo ziko katika ziwa Tanganyika. Itakumbuka kuwa hivi karibuni naibu katibu mkuu wa Wizara ya Mifugo na Uvuvi Dr. Paul Muhede akiwa mkoani Kigoma magharibi mwa Tanzania aligawa boti 11 kwa wadau wa uvuvi ndani ya ziwa Tanganyika. Lengo ni kurahisisha wananchi kunufaika na ziwa hilo kupitia shughuli mbalimbali za uvuvi lakini pia na usafirishaji. Msikilizaji na mtazamaji wa MTV1 News, kwa ripoti hiyo ndo tunatamatisha taarifa yetu ya habari kwa siku ya leo. Kwa niaba ya wote waliosikia, mimi ni Tryphon Odas, hadi wakati mwingine, mimi ni kutakia siku njema.